Ukingo wa dunia uliogubikwa na baridi kali, kwenye milima mirefu na bahari zenye mawimbi ya kaskazini mwa Ulaya, anga la Norway lilivunjwa ghafla na mlio mzito wa injini za kisasa za kivita. Asubuhi moja, kimya cha eneo la Evenes kilipasuliwa na ndege mbili za kisasa za kivita za F-35 Lightning II za jeshi la anga la Norway zikikimbilia angani kwa kasi ya radi. Hatua hiyo haikuwa ya maonyesho wala majaribio ya kawaida. Ilikuwa ni mwitikio wa haraka wa kijeshi dhidi ya ndege ya kijasusi ya nchini Urusi iliyokuwa ikizurula katika anga za kimataifa karibu na pwani ya Norway, wakati majeshi ya muungano wa magharibi yakifanya mazoezi makubwa ya kijeshi ya Cold Response 2026. Kwa mujibu wa taarifa za vikosi vya ulinzi wa Norway, ndege hiyo ya Urusi aina ya Rushin 2-20M iligunduliwa ikikaribia ukanda wa pwani wa Norway bila kuwasha kifaa chake cha utambulisho wa anga, yani transponder. Hali hiyo mara nyingi huashiria operesheni za kijasusi au uchunguzi wa kijeshi. Dakika chache baada ya kugunduliwa, mfumo wa tahadhari wa haraka ulianza kufanya kazi. Marubani waliokuwa katika zamu ya ulinzi walipokea amri kali kuruka mara moja. Ndani ya muda mfupi sana, ndege hizo mbili za F-35 zilikuwa tayari zimekata anga kuelekea bahari ya kaskazini, zikilenga kuifuata na kuitambua ndege ya Urusi iliyokuwa ikifanya safari yake ya siri. Na katika safari hiyo ya kusisimua, ndege za Norway zilifuatilia ndege hiyo ya upelelezi ikiruka karibu na pwani ya Norway kabla haijageuka mkondo kuelekea kaskazini karibu na visiwa vya Vesteren. Lakini safari ya ndege hiyo haikuishia hapo, kwani kwa mujibu wa jeshi la Norway, ndege hiyo ya Urusi ilizunguka mara kadhaa katika anga za kimataifa ikifika hadi karibu na visiwa vya Roften kabla ya kurejea katika kituo chake kikuu katika Kola Peninsula majira ya saa 7 hivi mchana. Kwa macho ya wanajeshi wa NATO, hiyo ilikuwa safari yenye ujumbe wa wazi. Urusi ilikuwa ikichunguza kwa karibu mienendo ya jeshi ya muungano wa magharibi. Cha kushangaza zaidi ni kwamba tukio hilo halikuwa la kwanza, kwani siku moja kabla yake, Machi 10, ndege nyingine ya Rushin 2-20M iligunduliwa tena katika anga za kimataifa karibu na eneo la Finnmark, eneo ambalo liko karibu sana na mpaka wa Urusi na bahari ya Barents Sea. Kwani kwa mara nyingine tena ndege za F-35 zilipaa haraka na kuifuata hadi ilipogeuza mkondo wake na kurejea Urusi. Kwa wataalamu wa kijeshi, hali hii inaonyesha wazi kuwa anga za kaskazini mwa Ulaya zimekuwa uwanja wa mashindano makubwa ya kimkakati kati ya NATO na Moscow, kwani kamanda wa kituo cha anga cha Evenes, Hansi Martin Stereo, alieleza kuwa operation hizi utekelezwa chini ya mfumo unaoitwa Quick Reaction Alert QRA. Katika mfumo huo, pindi tu ndege isiyotambulika inapogunduliwa kwenye rada, kengele hupigwa mara moja kwenye kituo cha kijeshi. Marubani hukimbilia ndege zao na ndani ya dakika 15 tu ndege lazima iwe tayari angani. Ni mfumo ulioundwa kwa ajili ya vita vya kisasa ambapo sekunde chache zinaweza kubadili historia. Tangu mwaka 2022, Norway imeripoti wastani wa misheni 38 kila mwaka za QRA zinazolenga ndege za Urusi zisizotambulika. Hii inaonyesha kuwa anga la Arctic sasa limekuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa zaidi duniani, na kwa upande mmoja kuna vikosi vya NATO vinavyolinda mipaka ya muungano, kwa upande mwingine kuna jeshi la anga la Urusi ambalo mara kwa mara hutuma ndege za upelelezi kukusanya taarifa kuhusu shughuli za kijeshi za magharibi. Ingawa hakuna risasi inayopigwa, wataalamu wa usalama wanaeleza kuwa hali ni vita vya kimya kimya. Mashindano ya akili, teknolojia na kasi ya maamuzi ya kila safari ya ndege ya kijasusi hujaribu kupima uwezo wa rada za adui, kutambua mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na kufuatilia mazoezi ya kijeshi ya wapinzani. Na kila mara ndege za kivita zinapopaa kuzikabili, dunia huona jinsi mizani ya nguvu za kijeshi inavyochezwa juu ya mawingu. Na kadri Arctic inavyozidi kuwa muhimu kwa njia za bahari, rasilimali za mafuta na gesi pamoja na njia mpya za biashara duniani, eneo hili linaendelea kuvuta macho ya mataifa mengi. Na katika anga hilo baridi lenye upepo mkali, ndege za kisasa kama F-35
na Illusion 2-20M zinaendelea kukutana uso kwa uso zikibeba ujumbe mmoja mkubwa. Vita vya karne ya 21 mara nyingi huanza kimya kimya juu kabisa ya mawingu. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.